Hujambo na karibu ndani ya JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni ambacho kinarusha matangazo yake moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Chombo pekee ambacho kinakuletea taarifa sahihi za haraka na zenye uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo ni Jumamosi, Aprili 25, 2026. Naitwa Abedi Jean de la Croix. Karibu. Tulionayo hii leo: mkuu mpya wa MONUSCO afanya ziara yake ya kwanza Goma, Kivu Kaskazini. Waasi wanaoshukiwa kuwa wa kundi la Allied Democratic Forces ADF kwa kifupi, wameripotiwa kufanya mauaji ya takriban raia 87 katika mashambulizi tofauti katika vijiji vya mkoa wa Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na jana Aprili 24 mwaka huu, Papa Wemba, mwanamuziki nguli kabisa kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alitimiza miaka 10 tangu atoweke dunia. Na sasa tuangazie kwa kina kabisa taarifa zetu. Mkuu mpya wa MONUSCO afanya ziara yake ya kwanza Goma, Kivu Kaskazini. Baada ya kukabidhiwa mamlaka hayo tangu Aprili 7 mwaka huu, James Swan aliwasili jana Ijumaa Aprili 24 mwaka huu katika mji mkuu wa Kivu Kaskazini unaodhibitiwa na AFC M23 kwa ziara ya siku 2, ambapo amekutana na viongozi wa kundi hilo lenye silaha. Baada ya kushuka kutoka kwenye helikopta yake, James Swan alitoa wito wa utekelezaji wa usitishaji mapigano katika eneo hilo kabla ya kuorodhesha masharti muhimu ya uendeshaji wa mfumo wa uthibitishaji wa pamoja uliopanuliwa, yaani kukomesha matumizi ya ndege zisizo na rubani za mashambulizi, kukomesha kuvuruga mifumo ya internet au GPS, kuheshimu uhuru wa kutembea wa wafanyakazi wa MONUSCO na ufikiaji salama wa anga. James Swan kisha alikutana kwa zaidi ya masaa 3 na timu ya Corneille Nangaa, mratibu wa muungano wa kundi hili la waasi. Kufuatia mkutano huo, Corneille Nangaa aliwaambia waandishi wa habari kwamba amemjulisha mkuu mpya wa MONUSCO kuhusu ugumu uliojitokeza katika kutekeleza makubaliano yaliyosainiwa Montreux nchini Uswisi. Wakati mapigano yakiendelea na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kaskazini na kusini mwa mikoa ya Kivu, FCM 23 pia ilimtaka James Swan kushiriki katika kufungua tena benki huko Goma na kuomba kuanzishwa kwa ndege zitakazodondosha misaada ya kibinadamu kwa wakazi wa nyanda za juu za Kivu Kusini ambazo hazifikiki kwa njia ya ardhini. Mwanzoni mwa mwezi huu, shirika lisilo la kiserikali la Human Rights Watch lilisisitiza jukumu la pande zote kwenye mzozo huo katika kuzuia utoaji wa misaada na kusafiri kwa raia katika eneo hilo. Ziara James Swan huko Goma itaendelea leo Jumamosi Aprili 25. Ingawa majadiliano zaidi na mamlaka ya FCM 23 yatafanyika, pia atakutana na maafisa kutoka mfumo wa kikanda ulioundwa ili kufuatilia na kuthibitisha hali ya usalama na makubaliano ya kusitisha mapigano. Waasi wanaoshukiwa kuwa kundi la Allied Democratic Forces ADF wameripotiwa kufanya mauaji ya takriban raia 87 katika mashambulizi tofauti katika vijiji vya mkoa wa Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA imeeleza katika ripoti yake ya kila mwezi kuwa mashambulizi katika eneo la Mambasa yameathiri zaidi ya maeneo ya afya ya Nyanya na Lolwa. Mbali na maafa hayo, mashambulizi ya waasi wa ADF yamewalazimisha raia zaidi ya 60,000 kuhama makazi yao na kuelekea katika maeneo mengine salama huko Mambasa na katika jimbo jirani la Chopo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limesema kuwa hatua za usalama zimetekelezwa tangu wakati huo kuwezesha uokoaji wa mateka wapatao 200 wakati wa operesheni za mapigano zilizofanywa na wanajeshi wa Kongo pamoja na Uganda mapema mwezi huu. Maafisa 4 wa ADF waliuawa wakati wa mashambulizi, akiwemo daktari binafsi wa kiongozi wa kundi hilo Musa Bakulu, imeeleza taarifa ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mwishowe kabisa, ni miaka 10 tangu Papa Wemba, mwanamuziki nguli kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alipotoweka duniani. Tarehe 24 Aprili 2026, Papa Wemba alianguka jukwani mjini Abidjan nchini Cote d'Ivoire akiwa katikati ya onyesho lake katika tamasha la muziki, alipopatwa na mshtuko wa moyo na kufariki dunia akiwa na umri wa miaka 66. Afrika nzima pamoja na diaspora walibaki wakiwa wamepoteza moja ya sauti zao muhimu.
Akiwa mmoja wa nguzo kuu za muziki wa rumba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mbunifu wa mitindo mbalimbali na daraja la kuunganisha tamaduni tofauti, aliacha alama kubwa katika zaidi ya miaka 40 ya muziki na ushawishi uliovuka mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alikozaliwa. Miaka 10 baadaye, kifo cha mfalme huyu wa rumba kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado kinaendelea kusikika kwa nguvu, si tu kutokana na mshtuko kiliosababisha, bali pia kwa urithi aliyouacha. Kupitia muziki wake, ushawishi wa kitamaduni na viwango vya hali ya juu vya kisanaa alivyoweka, mchango wake umeendelea kujikita kwa kina katika muziki wa kisasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa wanamuziki wengi, Papa Wemba bado ni mfano wa kuigwa. Mwanamuziki Peggy Tabu, mtoto wa Tabu Lero Shero, anamueleza kama mtu aliyekuwa chanzo kikubwa cha msukumo na msingi muhimu katika safari ya muziki. Ni mwisho wa habari zetu. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Kwa heri kwa leo.